Ubalozi wa Marekani ulioko Baghdad nchini Iraq umeshambuliwa kwa ndege zisizo na rubani drone na makombora katika kile kinachoelezwa kuwa shambulio la pili tangu kuanza kwa mzozo unaoendelea katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yanakuja wakati mvutano wa kikanda ukiendelea kuongezeka, huku baadhi ya mataifa yakichukua hatua za tahadhari. Falme za Kiarabu zimetangaza kufungua tena anga yao baada ya kulifunga kwa muda kufuatia vitisho vya makombora na droni vilivyodaiwa kutoka Iran. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutoa wito kwa mataifa mengine, hususan washirika wa NATO, kushirikiana katika kulinda mlango wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Hata hivyo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema wazi kuwa mzozo huo sio jukumu la NATO, wakati muungano huo ukieleza kuwa tayari umeongeza juhudi za kuimarisha usalama katika bahari ya Mediterania. Katika hatua nyingine, viongozi wa Uingereza, Kanada, Ufaransa, Ujerumani na Italy wametoa taarifa pamoja wakionya kuwa shambulio kubwa la ardhini kutoka Israeli dhidi ya Lebanon linaweza kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Wakati vita hivyo vikiingia wiki ya tatu, wachambuzi wanasema kuwa maamuzi yatakayochukuliwa na Rais Donald Trump wa katika kipindi hiki yanaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa uongozi wake. Bana, mtazamo wako ni upo hapo chini, sema comment kwa hiki ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Dondosha hapo chini, sema comment, tutakomentisha sana.